mbele yetu. Maombi ambayo tuko nayo yanahusu repentance, makutubu, na kwa hiyo ni muhimu tunapoanza kuhimizana tujue ya kwamba tumekuja kwa ajili ya kumlilia Mungu na kumuita Mungu aweze kutusaidia na kutuokoa, kwa sababu inampendeza Mungu tunapotubu mbele zake. Katika ibada ya mchana tumehubiriwa na tumeonyeshwa jinsi tunaweza sumbuka katika maisha ikiwa hatutatubu na ikiwa hatutajua ni wapi tulikosea. Ni vizuri tufahamu ni wapi tulikosea, na mchungaji ametuelekeza vizuri vile Mungu alimuongoza, akatuambia kwamba itabidi tufanye upelelezi kila kona ya maisha yetu, tujue ni wapi tulikosea na tumrudie Mungu ili aweze kutusaidia. Kisa cha huyu mtu ambaye alikuwa amepooza kinatufunza mambo mengi sana. Mtu huyu mchungaji alisema ya kwamba alikuwa amebebwa na watu wenye imani, na hawa watu kwa imani zao walikuwa na uwezo wa kumponya huyu mtu, lakini hawakuweza kumponya kwa sababu ya shida ambayo huyu mtu alikuwa nayo, na shida yenyewe ilikuwa ni kwamba hakuwa amesamehewa dhambi zake. Na kwa hiyo hamna mwanadamu aliye na uwezo wa kumsamehe mtu dhambi isipokuwa Mungu wa pekee. Ndio maana Daudi katika maandiko anasema, ni kwako Mungu nimekosa, ni kwako pekee nimetenda dhambi. Anarudia akisisitiza kwamba ni kwa Mungu amekosa, ni kwa Mungu pekee amemtenda dhambi. Kwa hivyo ni Mungu tu ndiye aliye na uwezo wa kutusamehe tunapomrudia na akaweze kutusaidia. Katika maisha mchungaji alituambia pia, narudia tu, ya kwamba tunaweza kuwa tumekuja kanisani kila wakati, tumeomba, tumehubiriwa, tumetafuta mbinu nyingi sana ili tukaweze kufaulu ama kufanikiwa katika maisha, lakini haijawezekana. Sasa ni wakati wa sisi kuliwaza na kujiuliza maswali, ni kwa nini hata leo haijawezekana? Muda huu wote tumehudumu, muda huu wote tumeomba, muda huu wote tumehubiriwa na kuonyesha njia. Ni kitu gani kinaweza kuwa kimebaki katika maisha yetu tukikamilishe ili tukaweze kufaulu? Na ndio siku ya leo nataka tuhimizane katika kitabu kutoka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 5. Nasoma mstari mmoja tu. Ndio tuambia, basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu ukayafanye matendo ya kwanza. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya huo mstari. Inatuambia kumbuka ni wapi. Je, tunapokuwa mahali hapa tunaweza kuwa tunakumbuka, tunatafakari ni wapi tuliangukia? Hivyo ndio Biblia inatuambia kumbuka. Tujaribu kukumbuka kabla mchungaji hajasoma kutongoza katika maombi. Tukumbuke ni wapi, ni nini haswa tulifanya, ni kosa gani linaweza kuwa lilifanyika tukashirikishwa. Maana inawezekana kwamba hatukufanya sisi, lakini tulishirikishwa na wengine. Kazini wenda tulishirikishwa, katika harusi ambazo tumehudhuria tumeshirikishwa, katika function zote ambazo tumeenda wenda tumeshirikishwa, kupitia vyakula, kupitia maneno tu, kupitia zawadi ambazo tumepewa. Ni wapi tuliangukia? Hapo ndipo nataka tukumbuke. Kumbuka ni wapi ulikoangukia, ukatubu, ukafanye matendo ya kwanza. Ukisha kumbuka ni wapi uliangukia, hatua ya pili ni kutubu na kuyafanya matendo ya kwanza. Kama ulikuwa mwimbaji uyarudie hayo, kama ulikuwa mwombezi urudie, kama ulikuwa mhubiri urudie kuhubiri, kwa maana umekumbuka ni wapi uliangukia. Kama ulikuwa ni mtu wa kuhimiza watu, kuwatia moyo, kumbuka ukaweze kutubu ili ukarudie kazi yako ya kwanza. Urudie sehemu yako ya kwanza. Na sehemu ya pili ya huu mstari inasema, lakini usipofanya hivyo. Sasa hapa ndio kuna ujumbe mzito sana. Lakini usipofanya hivyo, usipofanyaje? Usipokumbuka na kutubu na kurudia matendo yako ya kwanza,
usipo. Biblia inatuambia hivi ya kwamba naacha kwako nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake. Naacha kwako. Ni nani anakuja? Mungu anakuja. Naye atakiondoa kinara. Atakiondoa kinara. Utukufu wako utaondolewa. Baraka zitaondolewa. Amani ya moyo wako itapotea. Faraja na furaha zitaondoka. Utakuwa mtu ambaye una maswali mengi. Furaha yangu ilienda wapi? Kibali nilichokuwa nacho kilienda wapi? Zile baraka ambazo zilikuwa za kwangu zilienda wapi? Mungu anasema nitakiondoa kinara mahali pake. Nitakiondoa. Hatima ya mtu itapotea. Bila tuambia, lakini usipofanya hivyo. Kwa hivyo tukumbuke sana, na Mungu atusaidie na atubariki katika jina la Yesu Kristo.